Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa Makka pamoja na masahaba radhiallahu anhum, waliamua wale ambao walikuwa si Waislamu, washirikina na makafiri, waliamua kuwatenga Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake wakati huo, na kutofanya nao biashara aina mbalimbali, ama kutozungumza nao, ama kutokubaliana wala katika masuala ya ndoa, kwa maana ya kwamba waliwatenga, hawataki chochote kuhusiana na wao. Na kwa kufanya hivyo ilikuwa ni kuwalazimisha wamuache Mtume sallallahu alaihi wasallam wale waliokuwa wakimfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakukubali, na wao wakakubali kuendelea na hiyo hali katika maisha yao. Basi ulikuwa ni mtihani uliokuwa mkubwa katika maisha yao, kiasi kwamba uchumi wao ukaanza kudorora, wengi wao wakaingia katika ufukara katika maisha yao, ikawa mpaka ilifika hadi kwamba wao kupata chakula katika siku ilikuwa ni suala lilokuwa zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anasema wakati huu ilifika hadi ya kwamba mtu ulikuwa huna kitu cha kula, kiasi kwamba mtu alikuwa akilala chini, na baada ya hapo akipeleka mkono wake nyuma, chochote ambacho atakachokipata anakileta mbele yake na kula, na walikuwa wakila majani wakati huo. Hii ndio ilikuwa hali ya masahaba radhiallahu anhu walivyokuwa wakati huo walipotengwa na makafiri wakati wakiishi katika mji wa Makka. Subhanallah. Haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha kupitia katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika ya Allah huwapa mitihani na mbalimbali wale ambao wenye kumwamini yeye, wale ambao wenye kumfuata yeye, wale ambao wenye kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika ya maisha haya duniani Allah subhanahu wa ta'ala ameyatengeneza kuwa ni maisha ya mitihani na mbalimbali, na ndio maana ndani ya Qur'an sehemu mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea juu ya swala hilo. Amesema alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, khalaqa almauta, ameumba mauti, walhayata, na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akufanyieni mitihani, akupeni mitihani katika maisha yenu na kukujaribuni katika maisha yenu, na kuangalia yupi ambaye atakayetenda matendo mema mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maisha duniani ni maisha yenye mitihani aina mbalimbali. Haya ni maisha ambayo ni kuzungukwa na mitihani katika hali tofauti. Ukiwa katika hali ambayo ilikuwa unacho katika maisha yako, kwa maana kwamba Allah amekupa neema katika maisha yako, ujue kwamba upo ndani ya mtihani. Na ukiwa katika hali ya dhiki, basi pia ujue upo katika mtihani. Ikiwa katika hali ya furaha una mtihani, ikiwa katika hali ya dhiki pia una mtihani katika maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa hii mitihani, na jambo la kwanza anataka kuliona kutoka kwetu ni subra. Na ndio maana alizungumza akasema, wala nabluwannakum, tutakujaribuni, mukitaka mustaki mtajaribiwa, bishaiin, kutokana na kitu, min alkhawfi waljui wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat wabashiri sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutakujaribuni kutokana na chembe ya hofu na njaa na upungufu wa watu na mali katika maisha yenu na matunda. Tutakujaribuni katika maisha yenu, lakini mpe habari iliyokuwa njema, mpe habari iliyokuwa nzuri yenye kufurahisha kwa wale ambao watakaokuwa wenye subra mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuhitajia sisi katika wakati wowote kwenye maisha yetu tuwe wenye subra katika maisha yetu, kwani hakika subra ndiyo msingi wa mafanikio wa mwanadamu huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhera. Na yoyote ambaye atakayepata msiba katika maisha yake, basi aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake yeye hakika sisi tutarejea. Hayo ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anahitajia kuyasikia kutoka kwetu pindi ambapo misiba ama mitihani na mbalimbali inapotuzunguka katika maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala hataki kutuona sisi tunavuka mipaka, kwa maana kwamba tunafanya mambo ambayo hakutuamrisha katika maisha yetu, na tunafanya yale ambayo alikuwa ametukataza katika maisha yetu. Allah hataki kutuona tufike katika hali kama hiyo, na ndio maana anatuelekeza nini cha kufanya katika maisha yetu. Tunapopatwa na mtihani, jambo la kwanza Allah anasema kuweni na subra kwenye maisha yenu, kwani hapo ndipo ambapo mtakapofanikiwa katika maisha yenu. Kuweni na subra na tekelezeni yale ambayo Allah anakuhitajia nyinyi mutekeleze, kwa maana kwamba majukumu yenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musije mkawacha kusali, musije mkawacha kufanya mema katika maisha yenu, musije mkawacha kutekeleza haki za aina mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala alosema muzitekeleze kwenye maisha yenu, kwa sababu ya mtihani ambao mliokuwa mmepewa katika maisha yenu. Inabidi tuwe makini sana
na Allah subhanahu wa ta'ala anatuangalia pale ambapo tu unapopatiwa mtihani katika maisha yako, anaangalia nini utakachokifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao ambao watakaokuwa wenye subra mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakaelekeza mioyo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaelekeza fikra zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawamfikiri mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanajua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mafanikio yao yapo huko na wala hayapo kwa mtu mwingine ama katika kitu chingine chochote kwenye maisha yao. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao ambao ni Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zitakuwa juu yao, na hao ndio waliongoka mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kuwa na subra katika maisha ya binadamu wakati Allah subhanahu wa ta'ala anapokupatia mitihani na mbalimbali, na baada ya hapo ukawa ni mtu ambaye mwenye kuendelea kutekeleza majukumu yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kuendelea kufanya yale Allah subhanahu wa ta'ala anahitajika wewe uyafanye katika maisha yako, basi itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kufungua milango ya baraka ya rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa sababu ya wewe kujulikana kwa miongoni mwa wale ambao watakokuwa wameongoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakokuwa na subra katika maisha yao yote hapa duniani, na kwa miongoni mwa wale ambao watakokuwa minas sabirin kesho akhira, na kuingia katika radhi na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala.